Leo ngoja nikutajie makosa makubwa wanayofanya wanaume mwanzoni mwa mahusiano na kuharibu kila kitu. Mwanzo wa mahusiano ni kipindi cha msingi sana cha kujuana na kutengeneza mvuto, lakini hata hivyo, wanaume wengi huharibu mvuto huu mapema kwa makosa madogo wanayofanya bila kujua. Twende. Kosa la kwanza ni kuharakisha mambo na kuonesha uhitaji uliopitiliza. Hii unakuta mwanaume anapiga simu au kutuma message mfululizo, anataka kuonana kila siku na kuongelea mipango mikubwa sana mapema. Madhara yake ni kwamba mwanamke atahisi kubanwa, atapoteza hamu na wewe mwenyewe unakuwa unajishushia thamani yako. Kosa la pili ni kujikweza, kuigiza maisha na kuahidi mambo makubwa. Wanaume wengi hujaribu kuonekana bora kuliko walivyo. Jinsi inavyotokea ni kwamba matumizi yatakuwa makubwa yasiyoendelevu, zawadi ambazo ni ghali na ahadi kubwa mapema. Lakini madhara yake ni kwamba anaweza kukuona muongo na ukishindwa kumaintain atapoteza heshima kwako. Kosa la tatu ni kuweka mbele hisia za kimwili na kulazimisha tendo. Hii huharibu msingi wa mahusiano. Jinsi inavyotokea ni kwamba hugeuza maongezi kuwa ya kimapenzi mapema, kuomba picha za faragha au kushinikiza tendo. Madhara yake ni kwamba anahisi hutamthamini, heshima na uaminifu vinapotea pia. Kosa la nne ni kuongelea mahusiano yaliyopita na kulalamika sana. Hili ni kosa kubwa sana la kuondoa mvuto. Hii inavyotokea ni kwamba unakuta unamzungumzia ex mara kwa mara au kulalamika kuhusu wanawake. Madhara yake ni kwamba inaonyesha hujapona na unapoteza mvuto haraka. Lakini kosa la mwisho ni kukubaliana na kila kitu na kukosa msimamo. Kupoteza msimamo kunaua heshima. Unakuta unakubaliana na kila kitu, unakubali kubadili ratiba zako na unashindwa kusema hapana. Madhara yake ni kwamba anakuona dhaifu, anakosa heshima na mvuto unapotea. Sasa ushauri wangu ni kwamba mwanzoni mwa mahusiano unahitaji utulivu. Kuwa halisi, baki na msimamo wako na acha mambo yaende kwa asili. Mpe mwanamke nafasi ya kuvutiwa na wewe, usimlazimishe.